kabla ya kurudi nyumbani kutakuwa na kibanda maalum, lakini kabla ya kibanda maalum tafadhali tusikilize matangazo machache. Kesho naomba nisikilize watoto siku ya Kristo. Kesho ni siku ya wagonjwa. Kesho ni siku ya kwa siku nzima tutaombea wagonjwa. Kesho tutakuja kanisani kama kawaida, muda wa 1:30 tutaingia kanisani, lakini kuanzia kesho asubuhi tutakapokuja kanisani hata leo tutakaporudi nyumbani, mashangilio yatakuwa tofauti. Mashangilio yatakuwa mashangilio ya haleluya hosana. Mashafundishwa, si ndio? Mashafundishwa, si ndio? Badala ya oye proclamation, kuanzia kesho asubuhi tutaimba, watu wote waimba. Wimbo huu unapatikana katika kitabu cha nyimbo za proclamation. Tafadhali kuanzia kesho asubuhi tutakapokuja kanisani, badala ya oye proclamation tutaimba haleluya hosana. Mungu ni mwema. Asante Yesu. Kesho ni siku ya tutakuja kanisani kuimba mashangilio haleluya hosana. Tutaingia muda saa 1:30 asubuhi. Kesho misa itafanyika asubuhi na kutakuwa na mafundisho kama kawaida. Tena jioni, naongea kuhusu jioni, kesho kutakuwa na kuabudu ya Kristo, kutakuwa na mafundisho vile kutakuwa na kuabudu ya Kristo takatifu. Wakati wa kuabudu ya Kristo takatifu namna pekee tunaombea wagonjwa. Tutaombea wagonjwa, watoto, wajawazito, wanafunzi, watoto wachanga. Mungu ni mwema. Na siku hizi sote wazee na wagonjwa labda walishindwa kuwa pamoja nasi hapa kanisani, tunaomba sana wazazi au wanafamilia, wanajumuiya, tunaomba sana walau siku moja wazee wetu, wagonjwa wetu wapate nafasi kuwa pamoja nasi hapa kanisani. Naomba sana wanafamilia na wanajumuiya washughulikie, wafanye maandalizi ya kuleta wagonjwa kesho jioni. Mungu ni mwema. Kwa sehemu ya jioni tuwalete wagonjwa, kama tunaweza kuleta na bajaji au pikipiki kwa magari. Wale wanaweza kukaa hapa kanisani kwa masaa mawili, kwa msaada wote wa magari waletwe hapa kanisani. Tutaombea wagonjwa vile wapate na pamoja kidogo mafungu ya proclamation. Mungu ni mwema. Asante Yesu. Kwa tunawakumbusha kuhusu kuabudu Ekaristi Takatifu, tena kuombea wagonjwa, tena watoto, wajawazito, watoto wachanga na wanafunzi. Kesho tutaombea wakati wa kuabudu Ekaristi Takatifu namna pekee. Mungu ni mwema. Na nadhani wote wameshapokea maungamo, wengine wameshinda kupokea maungamo, wamechelewa. Wale wanahitaji sana kama kesho asubuhi baada ya misa takatifu, kutakuwa nafasi kupokea ushauri wa kiroho. Wengine walikuwa natuomba ushauri wa kiroho, kesho baada ya misa takatifu sisi mapadri tutapatikana kwa ajili ya ushauri wa kiroho. Mungu ni mwema. Wakati ule yote anahitaji sakramenti ya kitubio, kesho wanaweza kupokea muda ule wa ushauri wa kiroho. Tutawasaidia kwa sakramenti ya kitubio pia. Wale wanaojifungia sakramenti, kama wanapenda kufunguliwa, tutapata msaada kanisani, tutawashauri pia. Wale wanaoishi pamoja bila sakramenti ya ndoa, tunahitaji msaada wa kufunga ndoa, tutapatikana kesho, tutawasaidiwa kwa ushauri kesho. Mungu ni mwema. Miaka mingi imeacha kanisa, labda wakati fulani imeacha kanisa, na sasa hivi tunapenda kurudi tena kwa kanisa la Katoliki. Hamjui na taratibu itakuwaje, tutasaidiwa. Kama kuna shida katika familia na changamoto katika familia na mtaji msaada wa kiroho, sisi tutapatikana kesho baada ya ibada sehemu ya asubuhi. Mungu ni mwema. Asante Yesu. Asante Yesu. Mungu ni mwema kila wakati. Naongea nadokeza kidogo kuhusu siku ya Ijumaa. Kesho ni Alhamisi. Nadokeza kidogo kuhusu Ijumaa, lakini matangazo zaidi tutafanya kesho kuhusu kesho kutwa. Naomba sana siku ya mwisho Ijumaa iwe siku ya likizo kwa wote. Kesho Ijumaa iwe siku ya
ni siku maalum, siku ya mwisho ya mafungo ya proclamation. Tena tutapokea washamo wa askofu mkuu kama mgeni rasmi kama tunavyopata taarifa. Ni siku maalum, ni siku ya familia. Tena kutakuwa na agape, maandalizi yote tutawatangazia kesho. Ni siku maalum, naomba sana kesho asubuhi kama inawezekana leo usiku pigie boss wako, mwambie naomba likizo siku ya Ijumaa. Sawa? Wazazi waandikie wanafunzi kama wanaweza kupata likizo kwa siku moja Ijumaa, wawe pamoja nasi. Mungu ni mwema. Na wanaambia mapema sana kesho, tutakukumbusha mara moja tena, lakini Ijumaa iwe siku ya Mungu ni mwema. Asante Yesu. Tena wanafunzi wote, watoto wote wanaomba kuleta daftari zao za neno la Mungu kesho asubuhi. Sasa nawakumbusha watoto walete daftari zao za neno la Mungu kesho asubuhi. Wakilete wakabidhi hawa wahudumu wetu, wakabidhi moja kwa moja hawa wahudumu wetu. Tutakagua ili tuorodheshe majina yao, ili siku ya mwisho wale waliofanya vizuri, watakaofanya vizuri watapokea zawadi kutoka askofu mkuu. Mungu ni mwema. Asante Yesu. Asante Yesu. Ndugu wapendwa, sasa hivi tunajiandaa kwa ibada ya mwisho. Tusimame. Mungu ni mwema. Naomba sana wale wote wanaosimama nje ya kanisa waingie ndani ya kanisa kama jana. Naomba walezi wasivuke haraka, watoto wasipige kelele, wasikimbie. Baada kidogo tutasima taa. Naomba sana wale wote wanaosimama nje waingie ndani. Tutasaili tutazima taa zote za nje ya kanisa. Taa zote za nje ya kanisa. Naomba sana tuingie kanisani. Mungu ni mwema. Naomba sana wote wakiingia, viongozi wafunge milango ili gizani wasitoke, watoto wasikimbie. Tufunge milango, watu wakiingia ndani tufunge milango yote. Mungu ni mwema. Wale wanaosimama karibu na milango, watu wakiingia kanisani tunafunga milango ili watu wasitembee nje gizani. Naomba sana tufunge milango yote. Mungu ni mwema. Naomba sana mapadri wetu wawe karibu na altare. Tena mwenyekiti wa mafungo ya proclamation, tafadhali aje mbele ya altare. Mwenyekiti wa mafungo ya proclamation aje mbele ya altare, na viongozi wote wa vigango, vituo sala na jumuiya, tafadhali waje mbele ya altare. Waje na mishumaa. Mbele mishumaa mikononi. Tafadhali wote washike mikononi mishumaa. Wote wawe na mishumaa mikononi. Tufunge milango ya nyuma. Sasa hivi viongozi wote wa jumuiya, kanda au viongozi wote wa vituo mbalimbali au parokia, wote waje mbele ya altare. Tafadhali kama sogeza kidogo ili unapokuja mbele ya altare, tafadhali wewe na mishumaa. Yeyote yuko alikuja bila mishumaa mikononi, niwele mikono. Yeyote aliyeingia kanisani bila mishumaa, yeyote aliyekuja kanisani bila mishumaa. Naona wengine wanainua mikono. Kama yeyote ana mishumaa, tafadhali wasaidie na mishumaa haraka. Wengine wana mishumaa zaidi ya moja, tafadhali wagawie mishumaa. Yeyote aliyekuja na mishumaa, kama anahitaji mishumaa, inueni mikono. Kama ukiona mtu anainua mikono, msaidie na mishumaa kama una mishumaa zaidi ya moja. Mungu ni mwema. Asante Yesu. Tufunge milango yote, milango ya nyuma pia. Mungu ni mwema. Sasa hivi tunajiandaa kuzima taa. Naomba sana tusikilize, tuwe ndani ya kanisa, tusitoke muda huu, tufunge. Tafadhali wote wasimamie milango ya kanisa. Milango ya kanisa, tafadhali watu wasitoke gizani.
wasianguke. Ndio maana tunafunga milango. Mungu ni mema. Tuzime taa zote za kanisa. Watoto wasipige kelele. Tutulie. Tulieni watoto. Wapendwa, tufuate mwongozo unaotolewa hapa kwa makini, hivyo tupokee neema na baraka ya Mwenyezi Mungu. Mwanzoni Mungu aliumba mbingu na dunia. Dunia ilikuwa bila umbo na tupu. Giza lilikuwa limefunika vilindi vya maji, na roho ya Mungu ilikuwa ikitanda juu ya maji. Mungu akaumba mwanga akisema, mwanga uwe. Mwanga ukawa. Mungu akaona mwanga kuwa ni mema. Baada ya hapo akaumba viumbe vya aina yote, na mwishowe akawaumba wanadamu. Wanadamu wakafurahi maisha ya bustani ya Edeni, kwani walikuwa pamoja na Mungu wakitembea katika mwanga wake. Kwa maovu yao wanadamu wakapoteza mwanga huo. Walianza kutembea gizani, wakaona kazi za giza zinaenea kati yao, hata ndugu yani Kaini na Abeli wakauana, wakaharibika bila kikomo. Mungu aliwahurumia wanadamu na akawateua Waisraeli kuleta wokovu duniani. Aliwatuma manabii wengi kuwaangaza watu wake. Hata manabii waliuawa, wengine waliuliwa. Mwishowe akaamua kumtuma mwana wake kuangaza wanadamu. Basi akaja huyu mwanga kwa mwanga, akatambulishwa na Yohane Mbatizaji katika ubatizo wake mtoni Yordani. Pote alipoenda akawaangaza watu na mwanga wake. Alitembea na kazi za nuru, akatangaza kwa sauti kubwa, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Aliwakaribisha, anasema, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Anasema, mimi ndimi mwanga wa ulimwengu. Aliwakaribisha mitume wake kutembea katika mwanga huu. Akasema kwao, ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Baada ya kifo cha Yesu, hawa mitume wakaingia nyumbani, wakafunga milango kwa hofu, wakawa gizani. Katika siku ya Pentekoste wakaangazwa na nuru ya Roho Mtakatifu. Basi wakaenda kueneza nuru hiyo ulimwenguni kote. Mwanga huu wa imani ukaenea. Baada ya miaka mingi,
mwanga huu wa imani umefika bara letu la Afrika kwa njia ya wamisionari. Wamisionari wale wakawaangaza mababu zetu walipokea mwanga wa imani ya Kikristo kupitia kizazi kwa kizazi. Mwanga huo tumepokea sisi katika ubatizo wetu, na sisi tunawajibika tuendelee kuwapa watoto wetu nuru ya imani hiyo bila kufia. Tuko katika mafumbo ya proclamation yanayotuongezea mwanga wa imani. Proclamation inaendelea kutuangaza katika imani hiyo. Mungu amewachagua wanatabata wote kuongezewa mwanga wa imani na kueneza mwanga huo hapa Tabata. Mungu alimchagua Mheshimiwa Baba Paroko na viongozi wa kanisa na kiongozi mkuu, mwenyekiti wa mafungo ya proclamation, hao wanaosimama mbele miaka mingi inayofuata wasifie katika imani, ila waweze kukua na kuangaza watu wote wa Tabata. Basi kwa imani kubwa Mheshimiwa Paroko anapokea mwanga na anampatia kutoka mishumaa wa Pasaka, anampatia mwenyekiti wa mafungo wa proclamation. Na baada ya hayo anawawashia mwenyekiti wa mafungo ya proclamation, anawawashia mishumaa viongozi wote. Viongozi mmechaguliwa kueneza mwanga wa imani kwa mji wote wa Tabata. Viongozi wote wanapokea mwanga. Ni haraka waliopata mwanga anaweza kutembea kuwashia viongozi peke yao. Viongozi mmechaguliwa kueneza mwanga wa imani kwa mji wote wa Tabata. Mmetumwa sasa, nenda pande zote za kanisa na wawashie mwanga wa imani kama mnavyowapa
Kristo mwenyewe, na wanaopokea mwanga wa imani wawashie jirani yako. Tembea wawashie pande zote za kanisa na wawashia pamoja. Taifa bingwa mwanga wa Kristo. Mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo utuangaze. Mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo, mwanga wa Kristo utuangaze. Giza ondoa, giza ondoa, giza ondoa, utuangaze. Kristo fufuka, Kristo fufuka, Kristo fufuka, utuangaze. Wawashie watoto wako juu, wanaweza pengine wanaweza kupanda juu, wawashie. Kwako tufike utuangaze, kwako tufike, kwako tufike, kwako tufike utuangaze. Giza ondoa, giza ondoa, giza ondoa, utuangaze. Wapendwa, angalia hapa, sikilizeni kwa makini. Siku ile ya ubatizo tumekiri imani ya Kristo, imani ya Kikatoliki, lakini hatukufahamu tulikuwa tumekiri nini. Kwa niaba yetu sisi wazazi na wasimamizi walikiri imani, na leo tunapewa fursa ya kurudia nadhiri tulizoweka katika ubatizo wetu. Tujibu hayo kwa sauti kubwa. Mwamkata Shetani na mambo yake yote na fahari zake zote. Masadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Masadiki kwa Yesu Kristo, mwana wa pekee Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka katika wafu, amekaa kuume kwa Baba. Masadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, ushirika wa watakatifu, maendeleo ya dhambi, ufufuko wa mwili na uzima wa milele. Wapendwa, hiyo ndio imani yetu. Hiyo ndio imani ya kanisa tunayoona fahari kuiungama katika Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Imani ya Kikristo huwezi kuweka kama siri. Huwezi kuishi imani peke yako. Utaendelea kueneza imani. Kwa hiyo tunaingia katika wakati wa kueneza mwanga wa imani. Kwa ishara tunabadilishana au tunapeana mishumaa. Kwanza kabisa, geuke kwa jirani yako ya kushoto na kulia,
badilishani mishumaa kwao. Bila kusahau fanya hivyo na tabasamu, na mwambie jirani yako na kubadilisha mishumaa, mwambie Yesu anakupenda. Kipeana mishumaa, mwambie Yesu anakupenda. Peaneni mishumaa kwa wale wa mbele na nyuma, mbele na nyuma. Peana, mwambie Yesu anakupenda. Geuka, peana, mwambie Yesu anakupenda. Kwa tabasamu. Wapendwa, sasa hivi tunaanza kutembea kutafuta wanafamilia. Mke atafute mume wake, wazazi watoto, watoto kwa wazazi. Usimtafute mke wa mtu mwingine, mume wa mtu mwingine. Tunaimba tembea katika mwanga. Tembea. Tembea katika mwanga. Tafuta familia yako. Tafuta familia yako. Usitembee, tafadhali. Angalia hapa. Usitembee. Sikilizeni. Sasa ni muda wa upatanisho. Baada ya hapo tunatafuta watu ambao una uadui nao. Tafuta uadui zako. Peane mwanga wa imani, mwambie nisamehe. Wapendwa, ni wakati wa upatanisho. Kama kuna shida, wewe una shida na wapate, sio mapamoja na wapate wengine. Hawa sisi sote ni tunawakilisha wapate wote. Kama kuna shida na masista wengine wanaweza kuja mbele hapa, mbele ya ndani. Kama kuna wewe una shida na makatekisa pia wanaweza kuja mbele ya ndani. Na sasa hivi muda wa upatanisho unatafuta
Tembea sasa, unamwambia Yesu anakupenda, unisamehe. Twatembea katika mwanga, twatembea katika mwanga, twatembea katika mwanga, twatembea katika mwanga, twatembea, tembea, twatembea, twatembea katika mwanga, twatembea, tembea, twatembea, twatembea katika mwanga, twatembea katika mwanga, Tuangalie hapa, tuangalie. Simama pale ulipo, usitembee. Angalia hapa, angalia hapa. Wapendwa, sasa hivi tunaenda walau watu 20. Unatakiwa kupeana na mishumaa yako, unatakiwa kupeana mishumaa walau watu 20. Tembea, tembea. twatembea katika mwanga, 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 twatembea, tembea, twatembea.
Rudi kwenye nafasi yenu. Tuangalie hapa altareni, tusikilizeni kwa makini, tusubiri kelele na maseni kimya. Watoto, wapendwa, tusogeze mishumaa yetu usoni. Tazama jinsi uso wako unavyopendeza na unavyong'aa. Hebu shika mshumaa mbali na uso wako, shika mshumaa mbali na uso wako. Angalia giza inavyoeneza usoni, inavyoongezeka. Kumbe tunahitaji mwanga wake Yesu daima, la sivyo tutakuwa gizani. Hebu tuinue mishumaa yetu kidogo. Tazameni kanisa inavyopendeza. Yesu alisema, ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema na wamtukuze Baba yetu aliye mbinguni. Tunaitwa kuwa na nuru ndani ya familia yako. Tuwagawie mwanga huo kila tunayemwona, hivyo unakuwa balozi wa Kristo. Wapendwa, tuinue mishumaa kwa mara nyingine tena. Angalia pande zote za kanisa. Kanisa limependeza. Kupitia mafungo haya ya proclamation, sisi sote tumewashwa mara moja tena imani yetu, na imani hii inapaswa kuendelea kuendelea kuangaza mbele ya watu wengine. Kupitia mafungo haya sisi sote tumewashwa mara moja tena imani yetu, ni si kuweka chini ya bebe, lakini kuweka juu ya meza. Sema amina. Tukapendwa, mshumaa huu si mshumaa ule ulioleta kanisani. Umeshabadilika. Wakati ulikuwa unapeana mshumaa ule umebadilika. Mshumaa huu ni umepewa na ndugu yako. Mungu ni mwema. Tutambue mshumaa huu ni mshumaa wa mafungo ya proclamation. Kwa hiyo tunayabariki mishumaa yote ya mafungo haya ya proclamation,
naomba nisikilize. Mafungo haya ya proclamation yanafanyika mara moja katikati ya miaka 10. Labda Mungu akipenda, baada ya miaka 10 tutarudi tena katika parokia hii ya Tabata kama Mungu akipenda. Mungu ni mwema. Padre Philip alitufundisha kuwa na muhimu wa kuwa na sala za familia. Tunaomba sana kuanzia kesho, wakati unapokuwa na sala za familia, washeni mshumaa haya nyumbani. Kama kutoka familia moja, kama zaidi ya moja amekuja kuhudhuria mafungo haya, mshumaa wa kwanza kuwasha ni mshumaa wa baba. Tutawasha mshumaa wakati wote wa sala za familia. Baada ya mshumaa wa baba, mshumaa wa baba ukiisha, juu ya mshumaa wa baba tutaweka mshumaa wa mama, na baada ya mshumaa wa mama, mshumaa wa watoto, na mishumaa yote ya mafungo ya proclamation yakiisha, tutanunua mishumaa kutoka dukani, tutawasha juu ya mshumaa wa Pasaka mishumaa mingine. Naomba sana tuendelee kuwasha mishumaa ya Pasaka wa miaka 10 hadi tutakaporudi tena mara ya pili katika parokia Tabata. Tunaporudi mara ya pili katika parokia Tabata, napaswa kutuonyesha mshumaa mafungo ya proclamation kama ishara ya kuendelea kukinga imani ya Kanisa Katoliki, roho ya mafungo ya proclamation katika parokia yetu ya Tabata. Sema amina. Mungu ni mwema. Sasa hivi mapadre wetu watatembea kunyunyizia maji ya baraka. Muda huu inueni mishumaa yenu juu. Sasa hivi wanakwaya wataimba wimbo wa kubariki. Mapadre wanatembea kubariki mishumaa ya Pasaka. Tutaimba pamoja na kwaya. Uninyunyizie maji Bwana, uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, uninyunyizie maji, uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Mimi mwenye dhambi, mimi mwenye dhambi Bwana, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Tumshangilie Yesu na makofi. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Sasa hivi mishumaa yote yameshabarikiwa. Sasa hivi tuendelee kuiona mishumaa yote. Mapadre hawajamaliza kunyunyizia maji ya baraka. Mapadre wanatembea tuimbe. Tuimbe. Uninyunyizie maji Bwana, uninyunyizie maji Bwana, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Sasa hivi mishumaa yote yameshabarikiwa. Tuinue tunasali. Mungu
uyabariki mishumaa haya yote, yawe ishara ya imani yetu tunapoendelea kuwasha mishumaa haya wakati wa sala zetu za familia. Uwepo tukisikie uwepo wako na imani yetu iongezeke kila siku. Sisi sote mapadre tunayabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sote tunasema amina. Tunasema amina. Sasa tunawasha taa zote za kanisa. Tuwashe taa zote za kanisa. Tuwashe taa zote za kanisa. Sasa tunasema mishumaa yetu, mishumaa yote imeshabarikiwa, msitupe, ni sakramenti. Mungu ni mwema. Sasa kabla ya kurudi nyumbani tunavibariki visakramenti vyote. Ili visakramenti vyote tu, visakramenti mishumaa yameshabarikiwa. Mishumaa yameshabarikiwa. Picha na rosari na vitu mbalimbali. Kabla ya kurudi nyumbani, viongozi wakumbuke kuchukua bendera zao. Tunavibariki visakramenti vyote. Mungu Mwenyezi wa milele uvibariki visakramenti vyote, na wale wote watakaotumia tunapovitumia visakramenti hivi vyote vile chanzo cha baraka na neema na uponyaji. Tunavibariki visakramenti vyote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu awabariki, uwe na usiku mwema. Tafadhali viongozi wakumbuke kuchukua bendera zao. Kesho kama kawaida tutafika muda wa saa 11 kanisani. Ukurasa wa 6, watu wote